Ikulu ya Tanzania imetetemeka baada ya aliyekuwa rais wa nchi ya Botswana Ian Khama kutoa ujumbe mkali. Ujambo na karibu. Ni kauli iliyotikisa ukumbi wa Lukenya University, ikavuta mipaka ya Kenya na kuzua mjadala mzito barani Afrika wakati wa kongamano la African Renaissance likiwa limejaa wasomi, viongozi wa stafu na vijana wa Kiafrika wanaojadili mustakabali wa bara hili. Ghafla ukumbi ulitulia kwa mshangao. Rais wa zamani wa Botswana Ian Khama alisimama na kutamka kwa uwazi kwamba hatambui Rais Samia Suluhu Hassan kama kiongozi halali wa Tanzania. Kauli hiyo ilitolewa kwa lafudhi ya uthabiti na msisitizo, ikigeuka cheche ya mjadala mpana kuhusu hali ya demokrasia katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kauli hiyo haikupokewa kama matamshi ya kawaida. Kwa wengi ilikuwa ni pigo kwa hadhi ya Tanzania, taifa lilojijenga ama lilojijengea sifa kama ngome ya utulivu kisiasa kwa zaidi ya nusu karne. Lakini kwa wengine ilikuwa ni sauti ya ujasiri inayotamka kile ambacho wengi wamekuwa wakihofia kusema wazi. Khama alitaja kuwa uchaguzi mkuu wa Tanzania wa mwaka huu ulitawaliwa na vitisho, vifo, ukandamizaji wa wapinzani na mazingira yasiyoruhusu demokrasia ya kweli. Uchaguzi ule ulikuwa wa kwanza wa rais tangu Rais Samia Suluhu achukue madaraka kufuatia kifo cha mtangulizi wake. Ulitazamwa kwa hamu kubwa ndani na nje ya Tanzania. Dunia ilitarajia kuona sura mpya ya siasa za uwazi na mageuzi, lakini kadri siku ya uchaguzi ilivyokaribia, dalili za giza zilianza kujitokeza. Mitandao ya kijamii ambayo kwa miaka ya karibuni imekuwa chombo kikuu cha vijana kujieleza, ilianza kusinyaa ghafla. Saa chache kabla ya wapiga kura kufika vituoni, watumiaji wa simu walipoteza uwezo wa kufikia mitandao mikuu ya habari. Interneti ilizimwa, habari zikafifia, wazi ukapotea. Vituo vya kupigia kura katika maeneo kadhaa ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Zanzibar viliripoti kuchelewa kwa vifaa vya uchaguzi. Wapiga kura walisubiri kwa saa nyingi, wengine wakirudi makwao wakiwa wamechoka. Kisha zikasikika taarifa za vituo vilivyoshambuliwa na watu wasiojulikana, sanduku za kura kupotea, na katika baadhi ya maeneo askari waliripotiwa kutumia nguvu kubwa kuvunja maandamano ya wapinzani waliodai wizi wa kura. Matokeo yalipotangazwa, ukimya mzito ulitanda. Vyombo vingi vya habari vilikuwa kimya, kana kwamba zimezibwa midomo. Ripoti zisizo rasmi zilieleza juu ya vifo kadhaa vilivyotokana na vurugu za mitaani, hasa katika maeneo ambayo upinzani ulikuwa na nguvu. Lakini katika majukwaa rasmi hali ilionekana tulivu. Utulivu uliotawaliwa na uoga. Waangalizi wa kimataifa waliokuwa nchini wakati wa uchaguzi walitoa taarifa zenye tahadhari. Wengine walisema hawakuona uwazi wa kutosha katika uhesabuji wa kura, huku baadhi wakipendekeza uchunguzi zaidi ufanywe kabla kuthibitishwa kwa matokeo ya mwisho. Hata hivyo, taasisi za kikanda zilionekana kuwa kimya au kutoa kauli za tahadhari zilizojaa lugha ya kidiplomasia. Mashirika ya kiraia nchini Tanzania yalijikuta katika hali ngumu. Wengi wa wanaharakati waliokuwa wakiongoza kampeni za wazi waliripoti kukumbwa na vitisho, wengine wakikamatwa na madai ya kusambaza taarifa potofu. Kwa wale waliokuwa wanashiriki kwenye majukwaa ya mijadala ya kijamii, hofu ya kufuatiliwa ilikuwa wazi. Na katika jiji la Dodoma ambako matokeo ya mwisho yalitangazwa, shamra za ushindi zilifanyika chini ya uangalizi mkali wa vyombo vya usalama. Lakini katika miji mikubwa kama Arusha, Tanga na Mbeya, hali ilikuwa tofauti, kwani wananchi walihisi pengo kubwa kati ya matokeo rasmi na matakwa yao kidemokrasia. Kwa kauli yake katika kongamano la Lukenya, Ian Khama hakutaka kuficha hisia zake. Alisema kile ambacho viongozi wengi barani Afrika wamekuwa wakiepuka kusema kuhusu wenzao, kwamba uchaguzi unaotawaliwa na hofu hauwezi kuzaa uhalali wa kisiasa. Khama, ambaye alipata sifa kwa kupigania uhuru wa vyombo vya habari na uwajibikaji nchini Botswana, amekuwa sauti ya kimataifa kuhusu uongozi bora barani Afrika. Kauli yake kuhusu Tanzania kwa hiyo ilichukuliwa kwa uzito mkubwa. Wengine waliona kama hatua ya kihistoria, huku baadhi ya wanasiasa wa Tanzania wakitafsiri kama kuingilia mambo ya ndani ya nchi nyingine huru. Hata hivyo, ujumbe wake ulikuwa wazi kwamba demokrasia haiwezi kuwa na maana kama watu wanaogopa kupiga kura au kutoa maoni yao.
Kwa Tanzania, uchaguzi wa mwaka huu unakumbusha nyakati za changamoto za miaka iliyopita, hasa zile za mwaka 2020 ambapo upinzani ulilalamika ukiukwaji wa haki za msingi na matumizi ya nguvu za dola. Wakati huo dunia ilishuhudia kuzimwa kwa mitandao, kukamatwa kwa viongozi wa upinzani na kufungwa kwa anga ya kisiasa. Wakati wengi walitarajia kwamba urithi huo ungekoma baada ya Samia kuingia madarakani, hali ya mwaka 2025 ilionekana kuibua maswali makubwa na mapya kuhusu mwelekeo wa taifa hilo. Na kwa watazamaji wa kimataifa, Tanzania ilikuwa mfano wa taifa lililopoteza mwelekeo wake wa kidemokrasia, na kwa wananchi wake ilikuwa kumbusho la gharama ya kimya. Miongoni mwa mambo yaliyoshangaza zaidi wakati wa uchaguzi huo ni ukimya wa vyombo vya habari vya ndani, wakati ripoti za mauaji, kukamatwa kwa waandamanaji na madai ya wizi wa kura zikisambaa mitandaoni. Televisheni na magazeti makuu yalibaki na taarifa za jumla zisizoingia ndani ya kiini cha mzozo. Wachambuzi wa masuala ya habari barani Afrika wamewahi kueleza kuwa ukimya wa vyombo vya habari ni ishara ya mfumo wa hofu unaojengeka taratibu. Wakati waandishi wanaponyamazishwa, basi jamii hubaki gizani, na hapo ndipo uongozi huanza kupoteza uwajibikaji wake. Kauli ya Ian Khama, ingawa imezua mjadala wa kisiasa, imeamsha tafakari mpya miongoni mwa vijana wa Tanzania na ukanda mzima wa Afrika Mashariki. Ni wito wa kujiuliza, ni jukumu la nani kulinda demokrasia, na ni nani anayehakikisha kuwa sauti za wananchi hazizimwi na mitambo au hofu? Kizazi kipya kinachoonekana kuanza kuelewa kuwa mabadiliko ya kweli yaji kwa miujiza, bali kwa ujasiri wa kusimama na kutetea misingi uwazi, uwajibikaji na haki. Na katika mijadala ya mitandaoni, vijana wameanza kuzungumzia umuhimu wa kushiriki siasa kwa njia ya amani, kuelimisha kuhusu haki zao za kiraia na kupinga propaganda zinazowagawa. Wengi wanaamini kuwa ukimya wa leo ni mzigo utakaouliza ama iliza jamii kesho. Kwa sasa Tanzania inabaki katika kipindi cha majaribu makubwa. Serikali imeendelea kutangaza kuwa inajenga taifa lenye umoja na utulivu, lakini kivuli cha uchaguzi wa mwaka 2025 bado kinaitesa. Taarifa za unajisi wa katiba, mageuzi ya tume ya uchaguzi na maridhiano ya kisiasa zimeanza kujitokeza, ingawa bado hazijaonyesha matokeo ya kweli. Wachambuzi wa kimataifa wanaona kwamba Tanzania inaweza kurejesha imani ya wananchi wake iwapo itaruhusu mijadala huru kuhusu uchaguzi huo, ikikubali ukosoaji na kuhakikisha haki inatendeka. Na hata hivyo, hali ya sasa inaonyesha kuwa hofu bado imetanda. Kauli ya Khama inazungumzia Tanzania ama haizungumzi Tanzania pekee, ilikuwa pia ni taswira changamoto pane na ukabili bara la Afrika. Bara lenye viongozi wengi wanaoshikilia madaraka kwa jina la amani, huku wakizua misingi ya kidemokrasia. Na katika hotuba yake alitoa changamoto kwa vijana wa Afrika kujitokeza na kudai mabadiliko. Alisisitiza kuwa uhuru wa kweli hauko katika maneno ya katiba pekee, bali katika uwezo wa wananchi kutoa maoni yao bila uoga. Tukio la Lukenya limeacha alama isiyofutika katika historia ya mijadala ya kisiasa barani Afrika. Kauli moja ya Ian Khama imegeuka kioo cha kujitazama, si kwa Tanzania pekee, bali kwa mataifa yanayodai kuienzi demokrasia. Na kwa wananchi wa Tanzania, ujumbe ni wazi: mustakabali wa taifa hauwezi kujengwa juu ya hofu. Demokrasia si zawadi, ni jukumu. Ni safari inayohitaji ujasiri wa kusema, kusikiliza na kutenda. Kizazi kipya kinalazimika kuamua kama kitaishi kwenye kimya cha uoga au kitapaza sauti kwa uwajibikaji, kwa sababu historia imeonyesha mara nyingi kuwa taifa linalonyamaza mbele ya udhalimu hujenga minyororo yake lenyewe. Ni hayo tulikuwa tumekuandalia kutoka Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea uchambuzi wa kina bila kupindisha. Kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video hii, na vile gonga alama ya kengele ili ukipata notifications kila wakati.